Kimsingi vitu ambavyo vinavyoendelea kutokea katika maeneo mbalimbali vimekuwa vikikusanywa na kuonekana kuwa kawaida. Mambo yote ni kama shwari, lakini katika upande sasa wa masuala ya kazi hizi za sanaa, watu wamekuwa wakiongea vitu vingi sana, hasa wale wapenzi wa tamthilia tofauti tofauti wamekuwa wakiongea vitu kadha wa kadha kuhusiana na tamthilia ambazo zinazoendelea hapa nchini Tanzania. Kumekuwa kuna makundi tofauti tofauti ya watu wamekuwa wakiegemea upande wa tamthilia ambazo wao huzipenda zaidi, na husema kwamba katika sehemu hizo wasanii wao ndio wanafanya vizuri zaidi, na katika tamthilia ambazo zinakuwa zinaelezwa zaidi, zinazungumzwa zaidi na mashabiki mbalimbali East Africa ni hizi hapa zifuatazo. Kuna Choice, kuna Ndoa, kuna Dunia, unaona bwana, kuna Last Chance na zingine nyingi, lakini hapa tunajadili hizi tamthilia mbili ambazo zimekuwa zikizungumzwa na kufuatiliwa zaidi katika mitandao hii ya kijamii, hususan mtandao wa YouTube. Nazo tamthilia hizi mbili, ya kwanza ni Dunia, lakini ya pili ni Choice. Ni tamthilia ambazo zimekuwa zikikubalika zaidi na watu wengi wamekuwa wakizipenda kuzifuatilia tamthilia hizi. Sasa upande wa mashabiki ambao wanafuatilia tamthilia ya Dunia wamekuwa na msanii wao pendwa ambao wao wanaamini kwamba yeye ndiye msanii bora zaidi ambaye anafanya vizuri katika tamthilia hiyo. Lakini pia upande wa Choice pia nao pia kuna msanii wao ambao wameonekana kwamba anafanya vizuri zaidi, na kwenye upande wa Choice Joe Biden anaonekana yuko vizuri zaidi, na comment za watu wengi wanasema kwamba ni moja kati ya msanii bora ambaye anayefanya vizuri kwa sasa hivi, hasa ukiangalia maigizo yake ambayo huwa anawaletea, anakuwa yuko full confidence, yani hata muonekano wake ni moja kati ya waigizaji ambao wana muonekano mzuri zaidi na zaidi, lakini pia wana vocal nzuri ya kuweza kushawishi, unaona bwana, kuweza kuwashawishi watazamaji kuweza kusikia kile ambacho masikio yanataka kusikia, unaona bwana. Lakini pia wameipongeza tamthilia hiyo ya Choice baada ya kuwa story yake imeonekana kuwa nzuri zaidi na zaidi. Hiyo ni katika upande wa vile ambavyo vimekubalika na kupendwa na mashabiki East Africa katika tamthilia hii hapo ya Choice. Lakini kitu ambacho kinachowahuzunisha zaidi ni pamoja na kucheleweshwa kwa tamthilia hiyo hapo, maana mpaka sasa hivi hapa ina mwezi mmoja na siku kadhaa bado haijatoka tamthilia hii hapo, na comment za watu wengi wamekuwa wakilalamika na kusema kwamba japokuwa tamthilia hiyo ni nzuri, lakini imekuwa ikicheleweshwa zaidi katika kutoka kwa wakati, unaona bwana. Kwa hiyo upande wa story, waigizaji imesemekana kwamba wako vizuri zaidi, ila shida imekuja katika upande wa kuwa inachelewa tamthilia hiyo, na comment za watu wengine wanasema kwamba tamthilia ikikaa muda mrefu inachosha, na baadaye wanakuja kusahau pale ambapo walipoishia. Ni kama vile wanaanza upya, itabidi sasa waanze kuiangalia ile episode ya kwanza kabla ya hii hapo haijatoka inayofuata. Hayo ndio malalamiko na pongezi ambazo zinazungumzwa zaidi katika tamthilia ya Choice. Lakini tukienda katika tamthilia ya Dunia, kiukweli imekuwa ikipongezwa zaidi katika upande wa wasanii tofauti tofauti, lakini Manyanya amekubalika zaidi katika tamthilia hiyo. Wanasema kwamba ikitokea Manyanya akawa ameondoka akaacha kushiriki tena tamthilia hii hapo, wanasema kwamba tamthilia hiyo ya Dunia huenda ikapoa na ikapoteza radha ambazo zimezoeleka siku zote siku kuweza kupokea komenti nyingi sana, na amekuwa akifananishwa zaidi katika umaarufu wa Steven Charles Kanumba, lakini baadaye akaja akaongezwa na Cram. Kumekuwa kuna mashindano ambayo yanashindanishwa sasa hivi, ni nani ambaye anafanya huenda katika ubora aliyokuwa akiufanya Steven Kanumba au zaidi ya yeye kwa wakati huo. Hapa amekuwa akielezwa zaidi Manyanya, lakini pia amekuwa akielezwa Cram baada ya kuwa Cram ametoka katika amepunguza kuigiza comedy, kwa sababu alikuwa akiigiza sana comedy za moja kwa moja. Sasa hivi amekuwa akiigiza zaidi
userious hasa katika tamthilia ya Big Boss yameonekana kuwa na utofauti. Kwa hiyo comment zimezidi kuwa katika upande huo, lakini pia ukienda katika story pia imesifiwa na kupongezwa na watu wengi zaidi ambao wanafuatilia tamthilia hiyo hapo. Kifupi tu niseme kwamba mpango mzima wa wadau ambao wanafuatilia tamthilia hizo wamekuwa wakifurahishwa na vitu vingi sana, lakini katika upande wa vitu ambavyo vinawahuzunisha katika upande wa tamthilia ya Dunia, kiukweli hicho kitu sijakiona, maana comment sijaiona ya kuweza inasema kwamba wanahuzunika kwa kitu fulani hakifanyiki katika upande wa tamthilia ya Dunia. Sivyo kama jinsi ilivyo Choice, malalamiko yao tu inachelewa kazi hiyo kuweza kupostiwa. Basi na wewe pia unaweza ukachangia kwa kuweza kushiriki pamoja nami. Comment hapo chini uweze kusema kwamba kati ya tamthilia hizi mbili ni ipi ambayo kwako wewe unaikubali zaidi kati ya Choice pamoja na Dunia, au kama sio hizi kuna zingine ambazo wewe unazikubali lakini mimi sijazitaja. Unaweza ukatoa maoni yako hapo chini. Basi wakati huu ni kuache, lakini pia usisahau kusubscribe channel hii hapa, lakini pia share video hii hapa na wengine waweze kuona. Hadi wakati mwingine, bye bye.